Jina langu naitwa mchungaji Eldad Pius Matenga, ni katibu wa huduma chama cha wachungaji katika conference ya Seki, na pia mkurugenzi wa huduma za familia za Kiadventista. Tumekutana leo hapa Mbezi ili kuzindua tukio la Sauti Moja 27 Seki. Tukio hili kimsingi linahusu mradi wa utume ambao utatekelezwa Septemba 2027. Mradi huu unakusudi la kusherekea miaka 2000 tangu Yesu alipoanza utume wake, alipobatizwa katika mto Jordan na Yohana Mbatizaji, na baada ya hapo akaanza kazi ya kuhubiri Injili. Na Sauti Moja 27 imelengwa na kanisa la ulimwengu mzima ili kuweza kusherekea tukio hilo ambalo kimsingi kwa sababu watu wengi, idadi kubwa ya watu inapatikana katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, tunakusudia kutumia platform, majukwaa ya vyombo hivyo vya habari na mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuwafikia watu wengi, na wale wote ambao watafikiwa huko wataletwa kanisani, na katika makanisa mahalia wataendelea kufundishwa na kuhitimishwa kwa ajili ya kufanya wengine kwa wanafunzi. Kwa ni programu ambayo itaendelea hadi Septemba mwakani tutakapokuwa tumefikia kilele. Lakini hii haina maana ya kwamba tutakuwa tumefikia kilele, kwa sababu Sauti Moja 27 imejengwa katika nguzo 4 za mkakati wa nitakwenda ambao unahusisha hasa mambo 4 makuu. Jambo la kwanza ikiwa ni uhusiano wetu na Yesu, yani kujenga uhusiano na Yesu, kumwabudu Yesu, ushirika na Mungu, na jambo la pili likiwa ni kujitambulisha katika Kristo, na jambo la tatu likiwa ni umoja katika Roho Mtakatifu, na jambo la 4 likiwa ni utume kwa wote. Lengo kubwa ni kumshirikisha kila mmoja, kila mshiriki, ili aweze kushiriki katika kazi ya utume kwa kushiriki aidha katika maombi ya familia na kuunda kikundi cha familia, au kujiunga na vikundi vidogo vidogo vitakavyohusika katika maombi na kufundisha watu wengi juu ya neno la Mungu, au kujihusisha katika shughuli za kikanisa. Na kwa hiyo tutafikia kilele cha shughuli hii 2027. Wito wangu kwa washiriki, watumishi na kila aina ya mshiriki tuliye naye ni kwamba tujiunge, tushirikiane ili kuwaleta wengi kama Kristo alivyotuagiza ya kwamba twende katika ulimwengu wote tukafanya kwa wanafunzi na kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote. Na yeye ameahidi kuwa pamoja nasi, lakini zaidi ameahidi kutupatia Roho Mtakatifu ambaye atatuwezesha kutenda yote, maana sisi wenyewe hatuwezi. Tujitoe kutumika na tumruhusu kutumika katika maisha yetu. Amen. Kwa majina ninaitwa mchungaji Philip Bundara John Kahema, mchungaji wa mtaa wa Temboni. Tunamshukuru Mungu sana kwa kazi nzuri ya utume ambayo ametupatia mwaka 2026-27. Na sasa kanisa limeleta njozi kubwa ya One Voice 27 Mission for All. Sauti Moja 2027 utume kwa wote. Sauti Moja 2027 utume kwa wote inatukusanya kanisa la Waadventista wa Sabato kusherehekea miaka 2000 ya ubatizo wa Yesu Kristo. Na tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa mwitikio mkubwa wa kanisa katika conference yetu ya Seki, na sasa tunajiandaa
kila kanisa kuzindua na kufanya utume kuwafikia kila watu mahali walipo. Na kazi kubwa ambayo leo imefanyika ya uzinduzi imetuonyesha mwanga mkubwa namna ya kwenda. Washiriki wameitikia, viongozi wa kanisa, wazee wa makanisa wameitikia, kwaya zetu katika kanda yetu hii ya Mbezi wameitikia mwitikio huu. Tunawaalika washiriki wote kuungana kusherekea na kupeleka utume kwa watu wote katika mwaka huu wa 2026 na 27, na mwaka 2027 itakuwa ni mwaka wa mwisho wa kusherekea na kukusanya mavuno mengi kwa ajili ya ujio wa pili wa Yesu Kristo. Neema ya Bwana iwe pamoja nasi na upendo wa Mungu Baba sasa na hata milele, kwa jina la Yesu, amina. Kwa majina naitwa Asha Nyamuhandi na mwimbaji wa kanisa la Mbezi Temboni. Katika siku hii ya leo One Voice 27 ujumbe kwa wote, ni siku ya uzinduzi mkubwa ambao tunasherehekea ubatizo wa Yesu. Ni siku nzuri ambayo tumepata ujumbe mkubwa na mambo mengi katika siku hii ya leo. Na ujumbe tuliopata katika siku ya leo ni kuweza kueneza neno la Mungu, kueneza injili ya Mungu, kufundisha mafundisho katika familia zetu, ibada za majumbani, lakini sio majumbani tu, lakini pia na majirani zetu, pia tukishirikiana kuweza kueneza neno la Mungu, kila mtu akajue neno la Mungu, kila mtu akafanya kazi ya Mungu na watu wa Mungu waweze kuokolewa. Wito kwa ndugu zangu, tuweze kuifanya kazi ya Mungu, tujitoe kwa hali na mali, kifedha, lakini na nguvu zetu kuweza kuwasaidia watu waweze kumjua Mungu na kuweza kulisifu na kutukuza jina la Mungu. Bwana aweze kuwabariki sana. Kwa majina anaitwa Nazaedi Elifra Rashidi, ni mshiriki wa kanisa la Kifuru kutoka mtaa wa Maramba Mawili. Leo tarehe 14 mwezi wa 3 tumekusanyika kanda ya Mbezi katika kanisa la Mbezi kwa ajili ya uzinduzi wa kauli inayosema One Voice 27 Mission for All. Hii ikimaanisha ama tukisherehekea miaka 2000 kutokea kubatizwa kwa Yesu. Hii imetufundisha nini siku ya leo? Tumejifunza kwamba tunapaswa kwenda huku na kule tukawaeleze wengine habari za Mungu. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa maana tumekwenda, tumegawa vitabu kuonyesha msisitizo juu ya siku hii ya leo. Lakini kingine tunachopaswa kufanya ni kuamka katika familia zetu kwa ajili ya maombi na ibada za kifamilia. Pia kwa mtu binafsi, ni wito wetu kila mmoja kwamba muda umekwisha. Hatuna muda mwingine, tuna muda wa kwenda kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Watu wa Mungu, Bwana akawabariki tunapokuwa tukiifanya kazi hii. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina ninaitwa Lukwaro Tunzo, ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Mbezi na ni moja ya wazee wa kanisa hapa kwa mwaka huu wa 2026. Ndimi pia nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya kanda hii ya Mbezi iliyoratibu program hii ya siku hii ya leo ya One Voice 27 Mission for All. One Voice 27 Mission for All ni ajenda ya utume ulimwenguni ambayo itahitimishwa mwaka 2027 mwezi wa 9 kwa kuwa na mlipuko wa injili katika maeneo mbalimbali hapa nchini kwetu. Lakini kwa nini pia One Voice 27? Yesu Kristo alibatizwa mwaka wa 27 katika mto Yordani, ubatizo aliofanywa na Yohana Mbatizaji. Hivyo mwaka 2027 utakuwa umetimiza miaka 2000 tangu kubatizwa kwa Yesu. Kubatizwa kwa Yesu kulikuwa ni ufunguzi rasmi wa utume ulimwenguni. Tangu alipotoka katika maji ya mto Yordani, utume wake ulikwenda kote ulimwenguni hata mwisho wa nchi. Naye alituachia ujumbe huo kwamba nasi tuende ulimwenguni kote tukawaambie watu habari za ufalme wa mbingu, kwamba Yesu anakuja. Hivyo tukio hili la leo la uzinduzi wa One Voice 27 Mission for All imekuwa
ni ufunguzi rasmi wa kuelekea kutimia kwa miaka 2000 ya tangu kubatizwa kwa Yesu pale katika mto Yordani. Tukio hili limetubariki sana. Nikiwa kama mwenyekiti, tulipatiwa kazi hii na wachungaji wanaounda mitaa ya kanda hii ya Mbezi, na tunamshukuru Mungu alitutangulia mbele, tukaratibu tukio hili tangu hatua za awali mpaka likatimilika. Jina lake litukuzwe sana. Tunawashukuru washiriki wanaounda mitaa ya kanda ya Mbezi kwa ushirikiano walioutoa hali na mali pamoja na kamati hii katika kufanikisha jambo hili la leo. Lakini tusizisahau kwaya ambazo zimetoa huduma ya kipekee katika siku hii ya leo na kutubariki sana. Pamoja na changamoto ya hali ya hewa, lakini mkono wa Bwana umekuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa programu ya siku hii ya leo. Nipende kutoa wito kwa wote watakaoisikia sauti hii na waliohudhuria siku hii ya leo kwamba utume kwa wote 2027 ndiyo kauli mbiu yetu. Sauti moja na ni utume kwa wote, tunapoelekea katika mwaka 2027 wa kutimiza miaka 2000 tangu kubatizwa kwa Yesu pale mto Yordani. Utume huu tupeleke mbali zaidi na kutusogeza karibu zaidi na msalaba wa Yesu, hata atakapokuja mara ya pili atukute tukiwa wenye nguvu imara kwa ajili ya kazi yake ya utume. Jina la Bwana litukuzwe. Tunawashukuru nyote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikawe nanyi sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo, amina. Naitwa Samueli Sauli, mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luis, ambaye nilikuwa mmojawapo waliohudhuria uzinduzi wa One Voice 27 ambao ilifanyika hapa katika kanisa letu la Mbezi Luis, likijumuisha kanda zima ya Mbezi na makanisa yake mbalimbali yakiwemo kanisa la Kwembe, Mloganzira, Kifulu, Hali ya Hewa na makanisa mengine. Uzinduzi huu wa One Voice unaongelea kuhusu sauti moja ya utume kwa wote, ikiwa ina lengo la kukamilishwa uzinduzi huo katika mwaka 2027. Mwaka 27 aliyobatizwa Yesu mpaka mwaka 2027 itakuwa ni miaka 2000 imetimia. Ndiyo maana ya One Voice 27 ambao ni utume kwa wote kwa mwaka huo 2027. Kumbe kuna watu wengi sana ambao wanapatikana katika mitandao ya kijamii ambao wanahitaji kufikiwa. Hilo ndilo lengo kubwa na somo kubwa nililojifunza, kwamba kwa kupitia lengo hili na utume huu tunapaswa kuwafikia watu wote kama lilivyo agizo la katika kitabu kile, katika kitabu cha Mathayo, ya kwamba tunapaswa kwenda ulimwenguni kote tukawahubiri watu na kuwafanya kuwa wanafunzi. Kwa hiyo somo la leo nilijifunza ya kwamba tunayo fursa kubwa ya kuwapata watu katika mitandao ya kijamii na televisions kwa maana ya YouTube pamoja na website tofauti mbalimbali ambazo huko tunaweza tukatumia kama fursa ya kupeleka injili. Kwa maana hiyo basi One Voice 27 au sauti moja 27 ambayo ni utume kwa wote ni wito kwa familia ya Waadventista wa Sabato kusambaza tumaini tulilokuwa nalo katika Yesu Kristo kwa watu wengine wote kupitia fursa hii ya mitandao ya kijamii tuliyoipata. Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Philip, kanisa la Mbezi. Leo ni siku ya kufungua programu ya One Voice 27, utume kwa wote. One Voice inamaanisha sauti moja, Mission for All inamaanisha utume kwa wote. Sisi watoto tumefundishwa utume, tunapaswa kwenda kupeleka vitabu kwa watoto wenzetu. Sisi watoto tunapaswa kusambaza vitabu wote ulimwenguni na wanaotuzunguka, majirani zetu, ndugu zetu, wanafunzi wenzetu na hata majirani zetu. Fungu la kalili lilikuwa inatoka Efeso 6 mstari wa 11, na nasema vaeni silaha za Mungu pate kushinda kila hila za shetani. Wazazi tunapaswa kufundisha watoto kupeleka injili. One Voice 27 utume kwa wote. Mungu awabariki.